Ndugu wazazi, tunapopata fursa kama hizi za kuleta watoto wetu, za kuitwa katika mambo ambayo yanatengeneza kesho ya mtoto, mambo ambayo yanaenda kufanya mtoto ajitambue akiwa mdogo kabisa, hizi fursa sio fursa za kuziwacha, ni fursa za kuzikimbilia, lakini ni fursa za kushiriki kadiri Mungu atakavyotuwezesha. Yaani ni fursa ambayo haitakiwi kupita mbele ya macho yetu tukaiacha. Lakini nikienda kwenye changamoto, kuna changamoto ambazo, changamoto namba moja, baadhi ya watoto wanakata njiani. Najiuliza, mtoto yuko nyumbani, kwa nini anakata njiani? Mzazi maana yake anakubali vipi mtoto akate kwenda kwenye mambo mazuri, mambo ya neema kama haya, mambo ya kujifunza, mambo ambayo yatamweka mtoto bize kuliko kumpa simu. Kumpa mtoto simu sio mapenzi, lakini pia kumwacha mtoto acheze nje sasa hivi ni hatari. Maana yake hata leo unamtoa mtoto anaenda madrasa, wewe una pressure, mbona hajarudi saa 5? Sasa mambo kama haya yanapotokea, najiuliza kwa nini mtoto akatishe bila kuwa na taarifa ya kutoka kwa wazazi kwenda kwa walimu au wahusika. Maana yake hapa tunatakiwa tukae tena chini tuangalie. Maana yake aidha tukashauri hichi kifungu kiwekwe kisheria, au tuweke mikakati yetu ambapo mtoto kama ameshaandikishwa hapa na hakuja, mzazi aje atueleze hapa mbele. Tumsimamishe mbele aseme kwa nini mtoto amemkatisha kwenye jambo la muhimu. Kwa sababu unachokijua mimi, tuna watoto zaidi ya milioni hii Zanzibar tu. Kwa hiyo watoto kidogo wamepata nafasi na mtoto wako yumo. Mimi mtoto wangu anataka hajapata hiyo nafasi, maana yake wewe unaichezea, maana yake utakuwa unachezea nguvu kazi. Kwa maana hiyo lazima hapa tukae wakali kidogo. Tusipelekane tukabembelezana, tunaangalia kesho ya mtoto. Kizazi chetu nusu kwa nusu sasa hivi. Mtoto mdogo unampa simu hii, wewe imekushinda, yeye anatoa loki na ala ajui, na anacheza game wewe huzijui, na ana download vitu vingine na wewe hujui. Na ubaya zaidi, sisi hatuna sheria ya kulimit mambo ya YouTube, kwa hiyo unachokiona wewe na yeye atakiona. Lakini kwa wenzetu walioendelea ambao wametuletea hivi vitu, mtoto ana YouTube yake inaitwa YouTube Kids. Hawezi kuingia kwenye YouTube ya mtu mzima, huko kuna makatuni tu na magame basi. Sisi hatuna. Maana yake kumpa simu yako mtoto wako ni kumharibu wewe mwenyewe. Ataviona vitu vikubwa huku vinawekwa kwa ajili ya biashara zao. Kwa maana hiyo kumpa mtoto simu si kumpenda wala iPad wala chochote, lakini ukimleta sehemu kama hizi mtoto unamwambia kumbe kuna kusoma. Faida yake ni nini? Atakutana na watoto tofauti, wanatengeneza urafiki. Lakini atakutana na mtoto pengine yeye kidogo kwenye hesabu sio mzuri, lakini atakutana na mwenzio kidogo kwenye hesabu mzuri, wametengeneza kitu hapo. Lakini atapata elimu ya mikono. Elimu ya mikono itamfundisha kumbe mimi kikaa nyumbani, baba anulie nyundo, anulie bisibisi, nifanye hivi. Manake umempa kitu cha ziada, unamweka busy na vitu vya elimu. Mtoto hasahau mara moja, japokuwa unamwona mtoto lakini kitu chake kinakaa, na siku akiamua kukileta anakileta. Kwa hiyo tukatumia hizi akili za kitoto kualisha vitu vya msingi, vitu vya muhimu, vitu vya elimu. Kama nimeona hapa kuna mambo wanayofanya, kuna elimu wanazipata, baadaye na mimi nimeziwaza za kwangu nitazishauri japo 2-3 zikiwepo zitapendeza. Lakini nawaomba sana mashirikiano yenu baina ya wazazi na walimu, baina ya wazazi na watendaji ambao hasa wanadili na watoto wetu moja kwa moja. Lakini pia nipate fursa ya kuipongeza hii taasisi ya Wodeko. Nimeona vitu vizuri ambavyo vinafanyika, nimeona kweli. Nimekuwa nikishirikishwa katika mambo mawili matatu, lakini ratiba za kazi imenizuia kidogo, lakini leo nashukuru nipo, na hii nilisema Mungu anijalie ikifika hili jambo niwepo, ili nije, na nimekuja alhamdulillah. Nawashukuru sana na muendelee kufanya kazi, na sisi tuko nyuma yenu, tutatoa mashirikiano mtakapotuhitaji. Tukiwa tuko mbali tutajua tunaleta hata wa kutuwakilisha, lakini jambo lisigande liende. Tunawashukuru sana kwa hili mnalolifanya. Msihesabu leo mmepata kidogo mmeleta, nyinyi sabuni leo mmeanza na kikubwa. Tukikisema kikubwa maana kitakuwa kesho. Tukisema kidogo tutaendelea kuwa wadogo. Kwa sisi ni wakubwa, ndio maana tumethubutu na tumeweza. Kwa hiyo hongereni sana, hii taasisi inafanya mambo mazuri sana. Lakini baadaye nitawaomba wenzangu kuangalia taasisi zinazodili na mambo ya kijamii. Nitashauri, nitakapoweza kushauri. Taasisi kama hizi sio taasisi za kuziacha mkono. Ni taasisi ambazo za kuwa nazo bega kwa bega, zinatusaidia. Serikali peke yake haiwezi. Mzazi nyumbani peke yako hulei mwana, lazima mshirikiane. Kwa maana hiyo tukipata taasisi kama hizi zikitushika mikono 2-3,
maana yake tutakuwa tunasaidiana katika mambo ya muhimu sana. Hongereni jamani. Kupitia taasisi hii, ni taasisi ya Women Development Changes, ni taasisi ambayo inajishughulisha na masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Katika sekta ambazo hizo tulizozilenga ni kwenye masuala mbalimbali ya majukumu yetu sisi ya wanajamii au tuseme wananchi wa Kitanzania ama Zanzibar, kwenye masuala ya sekta za uchumi wa bluu, mazingira, elimu, afya na pamoja na haki ya usawa wa kijinsia. Leo hii tuko hapa katika sekta ya elimu, na sekta hii ya elimu tulivyokuja hapa maktaba katika ziara zilizopita katika kujifunza namna ipi tunaweza kuendesha maktaba ambayo inatarajiwa ya wanawake ya uongozi kwa hapa Zanzibar. Tumeona baadhi ya mambo ambayo kwetu sisi tumesema leo hii tuwepo hapa katika kuwa propose watoto wetu, kwa fariji watoto wetu na pia kuwachangia watoto wetu kwa kile ambacho leo hii tulichojaliwa nacho. Tumepita katika ziara, alhamdulillah ziara ilikuwa ni nzuri. Tumepata kujifunza namna ipi ya uendeshaji wa maktaba, ya bodi ya huduma za maktaba inavyoendeshwa, na sisi tuweze namna ipi kupitia taasisi, kupitia mradi wa maktaba uongozi, ili na sisi tuweze tukajua namna ipi tunaweza kwenda kujiendesha. Katibu wa kona ya watoto ameelezea mambo kadhaa ambayo tumekuwa tukiyafanya, na kama unavyoona leo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo mbele yako kule kuna watoto ambao leo wamekuja, ni siku yao ya Ijumaa. Programu hii tunaifanya kila siku ya Ijumaa, na ni programu ambayo inawashirikisha watoto kutoka majumbani moja kwa moja. Kuna programu za skuli ambazo skuli zinakuja kufanya ziara za kimasomo za kujifunza, lakini sambamba na hilo tuna programu maalum za watoto ambao wazazi wao kwa makusudi huwa wanawaleta hapa, na lengo letu ni lile lile. Tunataka tujenge kizazi ambacho kitakuwa ni kizazi bora chenye maarifa. Lakini pia tunajua tuna changamoto katika swala zima la KK3, kusoma, kuandika na kuhesabu. Sisi kama maktaba tuna dhima hiyo pia ya kuhakikisha tunasaidiana na taasisi zingine kuhakikisha kwamba changamoto hii tunaitokomeza. Kwa hiyo mbali na program nyingine zilizopo hapa, lakini msingi wake ni usomaji, lakini pia wanajifunza kuandika na kuhesabu.